Hapo zamani za kale, katika msitu mkubwa, waliishi simba, sungura na fisi. Siku moja katika mawindo yake, simba alikamata nyati mkubwa. Harakati za kumkamata nyati huyu zilimsababishia jeraha lilomfanya ashindwe kufanya kazi yoyote. Akiwa katika harakati zake, sungura alimkuta simba akiwa katika hali ya maumivu. Sungura akaingiwa huruma na akaahidi kukaa nyumbani kwa simba na kumsaidia kazi za kila siku. Sungura alimtunza simba na walifurahia nyama ya nyati pamoja. Siku moja fisi alipita na kuwaona simba na sungura wakila nyama. Fisi aliungana nao katika mlo ule. Utamu wa nyama ile ulimpelekea fisi kuingiwa na wivu, akatamani kuchukua nafasi ya sungura pale nyumbani kwa simba na kufaidi peke yake, hivyo akapanga mpango. Siku iliyofuata fisi alitembelea tena akijifanya kuja kumsalimia mgonjwa. Alisubiri mpaka sungura alipokwenda kuchota maji kisimani. Fisi akamnong'oneza simba, kwa nini unateseka na jeraha hili wakati unaishi na sungura ambaye ni mganga mkubwa tu hapa mwituni? Simba alishangaa sana kusikia haya. Hasira zilimpata na mara tu baada ya sungura kurudi akamuuliza kwa nini hakumwambia kuhusu uwezo wake wa kitabibu. Sungura mwerevu aligundua haraka kwamba hii ilikuwa ni hila ya fisi akijaribu kuwakosanisha. Akili yake ikafanya kazi haraka kutegua hili. Akamwambia simba, ndiyo, ningeweza kukuponya, lakini sikutaka kusababisha matatizo yoyote, kwani tiba ya kidonda chako inaweza kuzua shida hapa. Simba alisisitiza kuijua tiba ile. Sungura akasema, kwa kuwa unasisitiza kujua, tiba ya kidonda chako ni ngozi ya mgongo wa fisi. Bila kusita, simba alimrukia fisi na kuchana ngozi kutoka mgongoni mwake. Fisi alipiga kelele kwa maumivu na kukimbia. Tangu siku hiyo, fisi alikuwa na kiraka cha manyoya mgongoni mwake kama matokeo ya wivu na hila yake ovu.